Nashukuru sana kuwepo eneo hili na kujumuika ninyi pamoja mafundi. Nipo hapa kwa niaba ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, lakini pia kwa niaba ya Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Naweza kuuliza TCRA tumefikaje hapa? Nakumbuka fundi smart ambaye tunaongea kwenye kituo kimoja cha chuo kikuu cha Dar es Salaam alisema kila mtu ni fundi. Kwa katika sekta yetu ya mawasiliano ambayo tumegawanya au imegawanyika katika makundi matatu, wale wa huduma za simu na internet, wale wa huduma za utangazaji pamoja na wasafirishaji, kule ndani kote kuna mafundi. Na kwa kuongezea hapo, Mamlaka ya Mawasiliano tunashiriki sana na tamasha kama hayo, na kumbuka mwaka 2021 tuliandaa mafunzo kwa mafundi simu ambao ni eneo ambao ni kubwa sana kwenye sekta nzima ya mawasiliano. Tumeandaa mafunzo ambayo ilipelekea pia kutoa vyeti au kutoa certificate kwa mafundi zaidi ya 100. Na takwimu ambazo tunazo, kwa maana sisi tunaangalia kanda ina mikoa 7 na Tanzania nzima, lakini kwa kanda ya Nyanda ya Kusini tuna mafundi nadhani karibia 4000 kwa hali ya sasa hivi. Mwaka 2021 tulikuwa mafundi 900, lakini wameongezeka hadi mafundi 4000. Lakini Mamlaka ya Mawasiliano tunawasaidia mafundi kwenye sekta ya mawasiliano na sekta nyingine yoyote. Tuna kanuni zetu mbalimbali, na kanuni hizi zinafanya kumtambua fundi ambaye anahusika na vifaa vya mawasiliano. Na kwa kuongeza mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuna katika moja ya vijiji zetu pamoja na mafundi tulikuwa na changamoto kwamba fundi ili aweze kufanya huduma za fundi, hasa mafundi simu walikuwa wanatakiwa kuwa na leseni. Ile leseni ilikuwa ni gharama kidogo, gharama ya maombi ilikuwa ni shilingi 50,000, lakini gharama ya kila mwaka ilikuwa ni shilingi 200,000. Lakini baada ya engagement ambayo tunataka kufanya, ile gharama ilipungua kwa kanuni ambazo zimetoka mwaka huu. Fundi anaenda kufanya huduma za kutengeneza simu, kutengeneza kamera, vitu vyote vya mawasiliano, zile gharama zimeshuka. Gharama ni shilingi 20,000 kama ada ya maombi, lakini gharama ya mwaka ni shilingi 50,000 kwa ada ya mwaka. Kwa pia tunapenda kutumia fursa hii kwa niaba ya Mamlaka ya Mawasiliano kwa kuongeza fundi smart kwa kuweza kuandaa hii event kubwa ambayo imejumuisha mafundi wengi. Na tulipofanya sisi tuwe mmoja kati ya wadhamini alikusita, alichukua kwa tunaona ni fursa sahihi zaidi ya kuweza kukutana na jamii kubwa ya mafundi. Sina mengi ya kuongea, na leo tutapata muda mwingine mzuri baadaye ni kutoa salamu na pia kuwakaribisha wote kwenye jiji letu la Mbeya, na ningependa kutaka kuomba kwamba tukao kema, na tunapotoka hapa basi tutoke. Sisi kama fundi smart mheshimiwa mgeni rasmi tumekaa miaka 5 tukifanya utafiti wa hiyo application itakayokuwa inaunganisha wateja na mafundi iwaje na ifanyaje kazi. Kwa hiyo karibuni tutawaletea, na mafundi sasa mtakuwa na uwezo na nyie wa kupata wateja kwa urahisi. Sababu wakati mwingine fundi unakaa mtaa wa kwanza, mteja yuko nyumba ya pili, lakini wote hamuonani. Kwa hiyo application itakapokuja itakuja kusaidia kuondoa hilo tatizo la mteja kumpata fundi na fundi kumpata mteja. Sisi mafundi tunayo changamoto ya kutokuungana, tunaifahamu, na kupitia fundi smart hatupendi fundi smart iwe chama. Tunatamani fundi smart iwe ni sehemu ya kukutana na vyama vyetu ili sasa tuzungumze kwa pamoja. Mafundi wewe, kwa hiyo tunawahimiza pia leo mbele yako mafundi wa jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya, ni vizuri tujiunge. Mafundi ujenzi tuwe na umoja kama ambavyo mafundi simu wamekuja. Tumeona mafundi simu kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania leo wanafurahia matunda. Leseni ya kufanya ufundi simu ilikuwa 200,000, sasa ni 50,000, lakini kwa sababu ya umoja wao. Nafikiri pia mheshimiwa mkuu wa wilaya, inawezekana hata wewe una mipango mizuri na wilaya hii ya Mbeya, lakini sasa hawa mafundi tuwahudumiane. Sasa kila mmoja yuko peke yake, kila mmoja anafanya kazi peke yake. Kwa hiyo ningependa kutoa rai kwa mafundi ujenzi, tukitengeneza umoja, mafundi simu kama ambavyo walivyo, mafundi wa kushona, mafundi wa umeme, tukiwa na zile tukiwa kwenye umoja, halafu tukawa kwenye fundi smart, sasa ni rahisi kuwasiliana na mamlaka, na ni rahisi kusikilizwa, na ni rahisi pia kujua changamoto zetu. Lakini tukiwa mmoja ni ngumu sana kila mtu kusikilizwa na kila mmoja akatoa changamoto yake. Mafundi wewe, naitwa Fred Peter Mtiagichi, mwenyekiti wa mafundi simu mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Sisi ni miongoni mwa matunda ya Mamlaka ya Mawasiliano. Changamoto walinayo hawa mafundi
ni kwamba tunatoa wito kwa mamlaka za kielimu na wenzetu wote wanaotoa mafunzo ya ufundi na taasisi zote za kielimu kwamba tujikite kwenye mifumo ya kidijitali ambapo ndipo ambapo vijana wengi wanakosa ajira, lakini wale wanachangamkia fursa za kidijitali, ajira za kiufundi. Na sisi ambao ni matunda ya makundi haya, niwapongeze sana mamlaka ya mawasiliano, wamelibeba sana kundi la mafundi wa simu za mkononi. Kwa lugha nyepesi, wameungana na wale wanaopambana na ajira za vijana. Kama ulivyosikia mkuu wa mamlaka ya mawasiliano anazungumza vijana mafundi simu kama 4,000 na point, lakini huko waliopata mafunzo au waliorasmishwa, ukiacha wale waliosoma katika vyuo mbalimbali wakiwa 100, lakini jambo hili limefanyika kwa nchi nzima. Sasa kwa kusema hivi, nina maana kwamba vijana wengi walikuwa wanakosa ajira. Sasa kwa kuwarasimisha, wameondoa vikwazo vya vijana kujiajiri. Mahali pengine tumekuta kuna changamoto za kiusalama, tumekuta kuna changamoto za kikodi, na mimi niwapongeza wanaonyesha mfano kama taasisi ya kuigwa kutoka kwenye kodi ya shilingi 200,000 kwa mafundi wa simu kupunguza mpaka shilingi 50,000. Hicho ni kiwango kikubwa sana kwa vijana wanaojiajiri, na mahali pengine inawezekana kama watisha watu wengine wanaojiajiri kwa sababu ya mfumo wa kikodi. Tuwapigie makofi mamlaka ya mawasiliano kwa niaba ya taasisi.